Ni wangapi mnaotazama klipu hii mnaumwa? Mwaka uliopita mmetupa pesa nyingi sana kwa ajili ya kujitibia kwa mashehe tofauti, lakini mpaka leo bado dhiki ipo pale pale. Sababu ni nyingi. Ni nini? Mmefungwa katika nyakati ambazo zinatakiwa wapatikane wa kukufungueni. Kuna wangapi ambao mmefungwa katika masuala ya ndoa? Wallahi wa billah, posa zinaingia, wanakuja watu wa maana kabisa, lakini wale watu wa maana wakishafika litatokea tatizo lolote tu, hata kwa mtu wako wa karibu ndio itakuwa sababu ya ile ndoa kuharibika. Anakuharibia kabisa. Kila mwanadamu ana nguvu yake ya kiroho. Yaani wewe hapo unaponitazama una nguvu ya kiroho, uende inaweza ikawa inazidi hata mimi naizungumza, lakini unaijua unaiwekaje sawa? Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika utajiri. Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukuporomosha katika umaskini. Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika kuogopewa na kuheshimika katika ardhi hii. Na una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika udhalili na kuwa ni mtu asiyefaa katika haya maisha. Sasa wenzenu wabaya wenu wanatumia hizo nyakati kukutengenezeni mazingira ya kutokuheshimika, kukutengenezeni mazingira ya kudhalaulika, na sisi mara nyingi tunashindwa kujitengeneza nafasi katika kufikia yale maeneo ya izza na utukufu na kuishi vizuri katika ulimwengu huu. Kwani ndugu zangu Waislamu, nikupeni kisa kifupi cha huyu binti. Siku moja nilialikwa, takizungumza kwa ufupi sana, nisikilize. Nimealikwa na hawa mara nyingi tunaoita watoto wa 2000 hawa. Watoto wa 2000 wana matatizo makubwa. Nimealikwa chakula mahala. Baada ya kufika, alhamdulillah, alotualika alikuwa ni mtu tajiri, ana uwezo mkubwa, ghorofa karibia 3 kwenda juu. Baada ya kupata chakula tukakaa tukafanya dua. Yule tajiri akaniambia, hapana shekhe, tupande juu. Tukapanda juu, tunakwenda kumkuta kuna binti amelala kitandani. Yule binti amejaliwa neema 2 tu au kama sio 3. Neema ya kwanza, yule binti anaweza kuzungumza kama mimi ninavyozungumza, lakini pia machozi kutoka katika mbone yake. Cha 3 ni akili yake kutambua anayoingia na anayetoka. Tofauti na hapo, binti mzuri wa 2000 amelala kitandani. Na yule bwana aliyetualika chakula kumbe ni mumewe. Kilichotokea ni kwamba yule jamaa anatuambia, shekhe, shida nilokuleteeni kwayo ni huyu binti. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, yule binti nikamuuliza, hebu niambie chanzo cha tatizo ni nini? Yule binti akaniambia, shekhe, mimi nililala nikaota ndoto. Hapa tutakuwa tuna darasa la ndoto, usidharau ndoto. Tutakuwa tuna darasa lake hapo mbele. Niliota ndoto rafiki yangu amenichoma kitu mgongoni. Baada ya kunichoma kitu nikashtuka usingizini. Baada ya kushtuka nikaisikia haja, nikanyanyuka nikaingia uani. Baada ya kuingia uani, nimefika tu uani nikaanguka. Basi pale pale ndo shekhe nimepooza mpaka hivyo unavyoniona. Hospitali zote tumekwenda lakini imeshindikana. Huyo binti unamjua? Anasema naam, ni rafiki yangu. Ikabidi tufanye jitihada kubwa. Muda hautoshi kuelezea jitihada tuzozifanya yule binti afike pale, kupitia watu wakubwa. Yule binti akaletwa. Lengo tunataka tuangalie huyu binti amefungwa kiasi gani.